Rafiki yangu, ni kusalimie kwa jina la Yesu Kristo na nikukaribishe kwenye madhabahu ya Shining Star Heaven Embassy. Mtu wa Mungu kote kule uliko, ni siku ya furaha, siku ya amani, siku ya mafanikio ambayo Mungu ametuandalia siku ya leo. Na leo nataka tuzungumze kwamba je, tunawezaje tukabili madhara ya mapepo, madhara ya magonjwa, madhara ya mateso, madhara ya maumivu, madhara ya vitu vibaya ambavyo vimetengenezwa na watu wa giza ili viharibu maisha yetu. Safari yako ya maisha, usikubali kuwa mhanga wa kitu chochote kisicho cha kimungu kwenye maisha yako. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo 15:13 anakuambia kila pando lisilopandwa na Bwana lazima ling'olewe. Lakini pia ukisoma Yohana 10:10 inasema hivi kwamba shetani yeye alikuja kuchinja, kuiba na kuharibu, lakini Yesu alikuja kutupa uzima kisha tuwe nao tele. Maisha na safari yako lazima ukubali kwamba wewe ni mtu ambaye unapendwa na Mungu kuliko chochote. Kwa hiyo madhara unayopitia, Mungu hajakuumba upate madhara. Changamoto unazopitia, Mungu hajakuumba upate changamoto. Vikwazo unavyopitia, Mungu si furaha yake, kwa sababu ndio maana akamtuma Yesu Mwokozi ili atuponye magonjwa yetu yote, atusamehe dhambi zetu zote, na ili atufanye viumbe vipya. Kwa hiyo anza kumpenda kwanza Mungu, anza kumpenda Roho Mtakatifu, anza kumpenda Yesu. Mwambie Yesu shikamoo, mwambie Roho Mtakatifu shikamoo rafiki yangu, mwambie Yesu shikamoo kiongozi wangu, mwambie Mungu shikamoo baba yangu wa mbinguni. Hao ni watu ambao wanakupenda kuliko unavyofikiri. Dunia inaweza ikukatae, lakini Mungu kamwe hatakukataa, kwa sababu alikuumba kwa sura na mfano wake. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 1:26 mpaka 28. Sasa leo nataka nikufundishe namna ya kudiri uchafu, takataka yoyote yale ambayo yamepachikwa ndani ya mwili wako, au yametengenezwa kwenye fikra zako, au yametengenezwa kwenye familia yako na nyumba yako, ambayo hayafai. Nataka nikufundishe namna ya kuyaangamiza na kuyaondoa haraka sana. Nataka nikwambie, cha kwanza, mkabili pepo ambayo yuko ndani kwa kufanyaje? Kwa kumuuliza kwa nini hatoki. Ulishawahi kuona Yesu kipindi kile mapepo yakamwambia umetoka wapi? Ulikuwa unafanya nini? Kwa nini utoke? Amwambiaje? Mara ukinitoa nipeleke siyo kwenye nguruwe siyo nini, umekuja kutukabili siyo kabla wakati. Kwa hiyo unapomuuliza pepo kwamba tamka kwa nini hautoki, au kwa nini unamtesa mtu huyu, na maana pepo anakiri. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Watu wengi huwa tunajua kwamba mapepo ni wachonganishi, mapepo ni waongo. Ni kweli ni wachonganishi na ni kweli ni waongo, na shetani alikuwa muongo tangu mwanzo. Lakini anapokabili na nguvu za Mungu, pale ukiwa unamfanyia mtu deliverance, anapokabiliwa na nguvu za Mungu mbele ya Roho Mtakatifu, pepo hawezi akadanganya, ila baadaye anaweza awe danganye baadaye. Lakini pale unapomkabili lazima aseme ukweli, kwa sababu anakuwa anakabiliwa na moto wa Roho Mtakatifu. Kumbuka Roho Mtakatifu ni moto rafiki yangu. Roho Mtakatifu ni msaada, Roho Mtakatifu ni mtu mwema kwetu, lakini ni moto. Ana nguvu, ana uwezo, ni msaada, ana vipawa vyote unavyovijua, na ni moto ulao Roho Mtakatifu. Sasa ukishamkabili pepo kwa kumuuliza kwa nini atoki, ni vitu gani sasa ufanye? Cha pili, hakikisha umrudishe yule mtu, unaona, maeneo ambayo hajashughulikia. Muulize, nataka nikuulize wewe, ni vitu gani ambavyo umeshughulikia? Kwa sababu usipoweza kushughulikia vile vitu ambavyo uko navyo, labda ni hirizi, labda ni vitu umevaa, labda ni pete umevaa, labda kuna vitu umeweka nyumbani kwako, hivyo vitu lazima umwambie yule mhusika unayemfanyia deliverance, au wewe kama unataka kufanywa deliverance, hakikisha vile vitu unashughulika navyo. Lakini kitu cha pili hapo lazima ni mtu ana kutosamehe au ana uchungu. Ukiwa na kutosamehe au na uchungu ndani ya moyo, na maana deliverance itakuwa ngumu. Kwa hiyo ondoa uchungu, ondoa kutosamehe, samehe. Lakini kitu cha tatu unachotakiwa, mwambie achunguze mambo ya nyumbani kwake. Ya mwanzo tulisema mambo yake ya ndani, aidha ni mtu ambaye bado ameshikilia, labda amevaa pete,
za kichawi, labda amebeba hirizi, hayo yote ni ya kuyaondoa. Lakini ndani yake amechimbia mambo gani ya kichawi ambayo unatakiwa yafanye? Hakikisha anayachimbua, anayatoa, kwa sababu akiwa ameacha, ina maana bado anakuwa ameachilia na amefungulia mlango wa mapepo. Lakini pia mwisho ni kumwambia malaika wa Bwana na kumwomba malaika wa Bwana ashughulikie hilo tatizo. Utamwombaje malaika wa Bwana? Kumbuka sisi hatuna mamlaka juu ya malaika wa Mungu, ila Yesu mwenyewe ana mamlaka, Roho Mtakatifu ana mamlaka, na Mungu Baba ana mamlaka. Kumbuka Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Kwa hiyo tunapotamka kwa kumwambia malaika, kwa kumwambia Roho Mtakatifu atusaidie, na maana Roho Mtakatifu ndiye ana mamlaka ya kuagiza ya kuagiza malaika washughulike. Ndio maana kipindi kile majibu ya Daniel yanakuja, Mungu alimwagiza malaika. Ukisoma Kutoka 23:22 mpaka 28, tunaona nitaagiza malaika wangu watangulie mbele yako. Lakini pia tukiona pia kwenye kitabu cha Zaburi 51, tunaona jinsi malaika pia wanavyoweza kuagizwa na Mungu kukusaidia. Kwa hiyo ukiweza kuzingatia haya, mimi nakupa uhakika chochote kile kibaya kinatoka. Maisha ya watu wengi tunateseka, tunaumia, tunahangaika, tunaishi maisha yasiyo na furaha duniani. Si kusema Mungu hataki kutufungua, ila sisi kuna milango ambayo si ya kimungu tumeifungua. Leo ukiifunga, ukaamua kubadilika, nakupa uhakika shetani hatakuwa na mamlaka juu yako. Kwa sababu ukiwa umeshikilia kitu chochote cha kishetani, bado shetani anakuwa na mamlaka juu yako. Kwa mfano umeshikilia uchungu, kwa mfano umeshikilia kutosamehe, kwa mfano umeshikilia hasira, kwa mfano umeshikilia mairizi. Kwa nini umeshikilia baadhi ya vitu vya kichawi? Na maana yale yote yanakuwa ni kazi za kishetani ambazo bado umeshikilia. Sasa watu wengi wa Mungu tunaishi maisha mateso, si kwa sababu Mungu hataki tufungua na hana huruma na hataki tuokoa, ili sisi wenyewe hatutaki kubadilika. Una mume wa mtu, mwache rafiki yangu. Una mke wa mtu, mwache. Unapenda uzinzi, acha. Unapenda dhambi, acha. Umeshikilia hirizi, acha. Umezindika vitu, vitoe. Unapenda kuangalia pono mitandaoni, acha. Unapenda kufungua milango ya kishetani, hiyo yote ndio maana unakuta unateseka, haufanyiwi deliverance na upati matokeo. Leo ukiamua kubadilika rafiki yangu, yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Yesu leo anakupenda na amekufungua dakika hii. Na achilia moto wa Roho Mtakatifu hapo ulipo, damu ya Yesu Kristo hapo ulipo, mkono wa Roho Mtakatifu hapo ulipo, na nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yako aanze kufanya kazi. Chochote kisicho cha kimungu kianguke, giza lianguke, ukafunguliwe milango, ukafanikiwe kirahisi, nyota yako ikang'are, maisha yako yakang'are, ukawa mtu mkuu, ukafike mbali na kubarikiwa kirahisi. Nakupa uhakika utabarikiwa kuliko unavyofikiri. Leo anza kuamini kwamba hukuumbika kuwa mtu wa kawaida. Anza kutengeneza kumpenda Mungu. Mwambie Roho Mtakatifu shikamoo. Mwambie Baba yangu shikamoo. Mwambie Yesu kipenzi changu, kiongozi wangu na msaada wangu shikamoo. Unapoanza kutengeneza ukaribu wa karibu na Mungu, Mungu anaanza kutengeneza maisha yako. Nataka usiache kututafuta. Vitabu vipo, vitakuelimisha vizuri sana. Utajifungua wewe mwenyewe, utabarikiwa wewe mwenyewe, utapata utajiri wewe mwenyewe, utafanikiwa wewe mwenyewe. Mungu utamuona, Roho Mtakatifu utakuwa unazungumza naye, malaika wa Bwana utakuwa unazungumza naye, na nguvu ya Mungu itaanza kutembea kwenye maisha yako kuliko unavyofikiri. Maisha yako hapa duniani hujaumbika kuwa mtu wa kawaida. Anza kuamini kwamba wewe si mtu wa kawaida. Mungu aliyeko ndani yako ameumba dunia, ameumba mbingu, ameumba nchi. Ndio maana malaika wa Bwana wapo kwa ajili ya kutumikia. Lakini pia nataka nikuambie, Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu, aliyemfufua Lazaro, na wewe leo amekufufua kwa jina la Yesu. Thank you.